صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن لنا نورا وإماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Leo maudhui tutakayozungumzia ni maudhui sote yatuhusu wake kwa waume. Maana kuna maudhui yatakuja ya kuhusu wewe mume tu, kuna maudhui ya mhusu mke tu, kuna maudhui ya wahusu watu fulani peke yake, lakini haya ni maudhui kila mmoja ya muhusu. Nayo ubaya wa kuwafanyia mabaya wazazi wawili, au kwa lugha nyingine tutaita uququl walidaini, kuwakosea wazazi. Uququl walidaini, kuwakosea wazazi, ni kitu kibaya sana katika Uislamu. Ni kitu ambacho kwamba chasababisha laana, na ni kitu mmoja katika ambao kwamba dhambi zake huanza kuadhibiwa duniani kabla ya akhira. Sura hichi kitu kilivyokuwa kibaya, na kuna mambo ambayo kwamba husababisha mpaka mtu akawa atawakosea wazazi, lakini sababu kubwa ya msingi ni kutomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwona mtu hawathamini wazazi wake, jua hamjui Mola wake. Huwezi kumjua Mola na ukathamini taa yake, ila lazima baada yake utathamini wazazi wako. Manake ndio watu peke yake, hata wakiwa wao hawamuabudu Mwenyezi Mungu, hawaukubali Uislamu, wewe umelazimishwa uwatii na uwatendee zema. Yani wazazi wako wawili si Waislamu, wazazi wako wawili hawana dini, na wewe ni shekhe mkubwa, wali min auliya illah, lazima uwatendezema wazazi wako. Wazazi wako huwafai kuwasikiliza wakati mmoja peke yake. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wakati wanapokuamrisha ushirikishe Mwenyezi Mungu, hapo no way, hakuna kusikilizana, hakuna taa. Na hawa ni wazazi, hawa ni wazazi. Umeambiwa wakati anapokulazimisha kufanya jambo ambalo kwamba ni shirki, hufai kuwasikiliza. Vipi wewe mke wako akutume kwenda kwa waganga? Mzazi wako haruhusiwi, hufai kumsikiliza. Na pengine watu ufahamu wakaona kuambiwa shirki hata maasiya. Mzazi wako hawezi kukuamrisha kufanya maasiya, na akikuamrisha hufai kumsikiliza. Lakini leo maskini watu wasikiliza wake zao katika maasiya.
Leo kuna watu wasikiliza wake zao kwa kila watakalo, na huyu ni mzazi amekuzaa, ambao kwamba wewe umeambiwa ukiitaka pepo itafute kwenye miguu. Ikiwa miguuni uitafute, je, kichwani si ndipo ilipo? Leo nani ambaye kwamba ajua kwamba haya maneno alionena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba aljannatu tahta aqdamil ummahati, kwamba ni kweli pepo iko chini ya miguu ya mama, akawa yule mama wamthamini miguu yake, wacha kichwa chake. Ushawahi kushika ile miguu ya mama ukahisi kwamba wewe washika pepo? Ushawahi? Washika pepo wewe, ushawahi? Lakini licha kushika miguu, hata kichwa cha mamako hujawahi kukishika. Kwa hiyo mara nyingi utakuta watu ambao kwamba hawathamini wazazi, sababu ya msingi ya kwanza ni kutoifahamu dini. Sababu ya pili ni kutojua umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Utamkuta hajui huyu. Sababu ya tatu, hajui ubaya wa kuwafanyia makosa wazazi wawili. Sababu ya nne, mazingira anaoishi nao marafiki ni watu ambao kwamba hawaheshimu wazazi wao. Maana ingekuwa ukae nayo kila mtu, bwana samahani kidogo sijaenda kwa mama leo, samahani kidogo sijampigia simu mama. Lakini utakuta mtu ukimuuliza, wewe na kuzungumza na mamako mna muda gani? Ambia kitambo, lakini najua hana neno. Kwa nini we kitambo ujue hana neno? Namuuliza sister, ananiambia yani wewe na mzazi wako pia kuna wasita? Wewe na mzazi wako pia kuna wasita? Subhanallah. Kuna jamanini, kuna watu waswali, wafunga, watoa zaka, wenda Maka, wenda umra, wafanya hija, watoa sadaka tofauti, lakini itakao kuangusha ni kitu kimoja tu, taa ya wazazi. Taa ya wazazi ndio itakao kuangusha. Na kuwakosea wazazi kuna njia nyingi. Kuna njia nyingi. Moja ni kuwa wewe kufurahikia kutoishi na wao, na hii ndio system tuliyoko nayo sisi, kufurahia maisha ya leo. Kila anayepanga kuishi yuwapanga aishi kando na nani? Na wazazi. Na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani aliposifu na kuelezea wazazi alitwambiaje? Imma yablughanna, nataka kusikia kwenu, imma yablughanna na indaka. Sikwambia sijui hapo, lakini nataka mwenyewe useme indaka. Unajua maana indaka? Imma wafike uzee indaka, ule uzee wafikie wakiwa kwako. Hii ndio nidhamu ya Mungu aliyoipanga. Mungu alivyopanga wakizeeka wazeeke kwako. Kwa nini leo wewe wapanga wewe uwe kwako na wazee wazeeke kwao? Je, hii ndio nidhamu iliyowekwa na Mungu? La, nitamkodishia nyumba na mtumishi, simpeleki darul ajaza. Mnahitaji kizungu, nyumba ya wazee. Nursing home. Nyumba ya wazee. Waislamu wapeleka wazazi wao kwenye nyumba za wazee. Huyu hapeleki nyumba ya wazee, lakini kuna nyumba kule nataka niwachukulie na mama, nitawekea mfanyikazi kila kitu. Hii nidhamu. Wewe mtoto, wewe jidai mtoto mwema wewe, tena haja kwa heshima, na umepangiwa na nani? Ikiwa ni nidhamu ya Mungu akwambia imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma. Manake ikiwa amebaki mmoja ni huyo, ikiwa wako wawili wote wawili. Kwa nini Mwenyezi Mungu auseme au kilahuma? Kwamba musije
mukasema sister, basi wewe mchukue mama, mimi nitamchukua baba. Wakizeeka wote, wakiwa wako wawili wazeekee kwako wote wawili, na akiwa ni mmoja awe mmoja. Usiwapambanue baina ya wazazi. Makosa. Mwambia basi wewe mtukue baba, mimi nitamtukua mama. Jua maisha magumu. Hujui wewe pengine ule mzazi ndio itakuwa sababu ya kuruzukiwa. Hii ni mmoja katika sababu ya kuwakosea wazazi. Ila wao wazazi wakakwambia, bwana sisi tukipata mahala petu mbora zaidi. Haya matakwa yao. Mwambie la, mahala penu moyoni mwangu mzazi. Baba, mimi mahala, mimi sioni raha ila asubuhi nikiinuka mwanzo nikusalimie wewe mzazi wangu. Mama, mimi sioni raha ila asubuhi mwanzo nikuulize wewe hali. Mkiwa mbali na mimi, simu siziko. Mama, simu si kama uso ana kwa ana. Taradhilia, lakini sio tena warudi kwa mke wako amwambia mpango wetu umekuwa, wao wenyewe wametaka. Leo hii ni nidhamu, tunataka tuitafute nani aliyotekea nidhamu hii. Unajua kuna vitu sisi twatiliwa hatujui kwamba ni kinyume na matakwa ya Uislamu. Kukimbizwa na ujirani, unajua hili kwamba hii ni system sio ya Uislamu. Bwana huu Uswahilini, mimi sitaki Uswahili nda zangu kuishi. Waishi na mtu mpaka ukimuulizia jirani yako, huyu alikufa kitambo. Haula wala quwwata illa billah. Kufa na karibia miaka 5, manake wewe ingia kwako watoka humjui alioko upande wa kulia wala upande wa kushoto wala kibulani wala upande wa nyuma. Huwajui kabisa, hakuna kujuana. Sisi twawaka mitaa kusudi ya kutojuana, yaitwa mitaa ya kutojuana. Na Uislamu umekuja kutuwekea mitaa tujuane. Mpaka akatuambia jirani ni nyumba 40 kulia, nyumba 40 kushoto, nyumba 40 mbele, nyumba 40 nyuma, na kwa sasa lugha ya sasa nyumba 40 juu, nyumba 40 chini. Waweza wewe wakaa kwenye natihati sahabi bwana, au sio? Kuna watu wakaa kwenye miji ya kisasa, nyumba moja tu ni mji mzima, ghorofa 300. Sasa sikutakuwa kuna 40 chini 40 juu, au sio? Lakini la, kila mmoja rabi nafusi. Sasa ile rabi nafusi imekuja mpaka imeingia kwenye familia. Zamani familia ilikiinukia pamoja. Ukasikia mtu tena akikwambia huyu tunlelewa nyumbani, utafikiri ndugu yashinda ndugu, lakini wewe na ndugu yako hamkulelewa pamoja. Utasikia ndugu, huyu ndugu yako lakini huyu anlelewa sijui wapi, na huyu lelewa wapi. Yani wewe watafuta ndugu wawili walolelewa pamoja huwakuti. Nasallallahu salamata wal afia. Na ndio ikawa mapenzi hakuna. Watu ona haya malezi. Hii nidhamu ya Uislamu ni nidhamu yani iliyopitiwa na muda, lakini sun'atullahi allati atqana kulla shay. Hakuna nidhamu kama nidhamu ya Mwenyezi Mungu. Waman ahsanu min Allahi qila waman ahsanu min Allahi haditha. Hakuna. Juzi tulikielezea saumu. Jana nimesoma makala mingine, mmoja asema kwamba nyinyi kwa nini kufuata saumu iwe lazima kwa kuandama mwezi? Asema ni hikma ya Mwenyezi Mungu, lao ingekuwa saumu iwe ni miezi ya kizungu, yani ni Januari kila siku. Kuna watu kila siku wangefunga kwenye baridi, au sio? Si ndio? Maana kuna watu mwezi wa 7 ni pepo tu, au sio? Si ndio? Sasa saumu ingekuwa mwezi wa 7, kuna watu mathalan tunene saumu siku zote. Kule Ulaya kuna summer na winter, si ndio? Siku nyingine masaa marefu, yale masaa marefu wankulaye sama. Ingekuwa ni sama tu wao, si ingewa sama. Si wewe wa Kiswahili kusamwa menisama maana yake ingewakoma hapa. Lakini wewe kuna siku utafunga siku za jua, wengine kuna siku watafunga siku za mivua. Unaona kila watu
Hakuna katika ulimwengu watu ambao kwamba hawajaipata saumu kwa mpangilio tofauti. Lakini ingekuwa mpangilio wa kizungu ungekuwa nidhamu moja tu. Kama ni Arabuni wangekuwa siku za yua tu kufa. Kila Ramadhani kia wote wangekimbia. Lakini waiwa ngoja tuangalie mwaka huu itakuwa si joto sana. Mwaka yote ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Hikma kubwa. Kwa hiyo nidhamu ya Mwenyezi Mungu ni nidhamu nzuri sana, na ukiikimbia lazima uishi kwa tabu. Leo nidhamu iliyoko ni namna gani sisi twatengwa na wazazi wetu. Wazazi wasithaminiwe. Kwa hiyo wale marafiki ambao kwamba wakuzunguka wewe ndo hukufanya wewe ima uwaheshimu wazazi ikiwa wao waheshimu wazazi wao, au wadharau wazazi ikiwa wao wawadharau wazazi wao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kullu dhunubi yuakhiru Allahu ma yasha. Madhambi yoyote Mwenyezi Mungu huweza kayachelewesha adhabu yake kwa muda atakao yeye. Madhambi yoyote ukiyafanya Mungu aweza kucheleweshea kwa namna atakavyo yeye, illa uquqa alwalidaini, illa dhambi ya kuwakosea wazazi wawili Mungu haiweki hiyo. Yani adhabu ya wewe kuwakosea wazazi wako, sababu ni jambo la mkasirisha sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakati ikifika sasa ni umemkosea mzazi wako, adhabu yake Mungu hakucheleweshei, hakuna subra tena hapo. Fa inna Allaha yuajjilu li sahibihi fil hayati dunya qabla al mamati. Mwenyezi Mungu humfanyia haraka akampa adhabu akakosa raha. Inaweza kusema fulani atasikizana na wazee wake lakini tajiri. Najua watu wengi kila tajiri ana raha, lakini wallahi lau ukakaa naye yule tajiri ukamsikilizia yale maelezo yake utaona wewe uko kwenye raha kushinda yeye. Kuna watu huogopa hata kutoka kazini kwenda nyumbani kusije kukaharibika mambo. Wewe watamani saa zishe wende zako nyumbani, wewe watamani haswa. Yani wewe ikifika holiday wamuuliza boss kesho kazi nafikiri itakuwa hakuna. Bwana jamaa makazi tele bwana. Yani wewe watamani kupumzika, yeye atamani kufanya kazi. Mwenye raha nani? Yeye alikukodisha wewe lakini hana nafasi ya kufanya nini? Kupumzika. Na wewe sangine ukipigiwa simu na bosi wako asubuhi, boss samani jana nilala mapema. Bwana msizime simu bwana. Wewe nani? Wewe bosi wangu kwa nini huwezi kuzima simu? Hawezi. Simu yake mwenyewe imekuwa humtia dhiki. Sasa saa ingine mtu hajui kwa nini Mungu akupe utajiri na akutese na utajiri wako. Tazama, lazima kuna halal, lazima kuna mwanya, kuna makosa fulani. Hebu angalia muamala wako wewe na wazazi wako uko vipi? Muamala wako wewe na majirani uko vipi? Muamala wako wewe na watoto wako, muamala wako wewe na mke wako, muamala wako wewe na ndugu zako. Dharau unaomfanyia mwenzako ambao hustahiki kumfanyia ni mateso Mungu hukutesa wewe. Na adhabu kubwa ambayo wengi hatuijui kuwa ni adhabu, kukosa ladha katika ibada. Hii ndio adhabu kubwa. Wengi hatuifikiria adhabu hii. Mwanafunzi alimuuliza ustadhi, shekhe, mbona usikia ukifanya kadhaa Mungu kufanya kadhaa, ukifanya kadhaa naona watu huifanyia mambo makosa na sioni Mungu kuadhibu? Akamwambia, mwanangu, lau ile adhabu walonayo wangetia akili wangekuwa hawawezi kula, hawawezi kuona raha, hawawezi kulala. Akamwambia, adhabu gani? Adhabu kwa Mwenyezi Mungu amewatoa ladha ya ibada. Kama mtu akikosa swala hana raha, akikosa kusoma Qur'ani hana raha, akikosa kumswalia mtumi hana raha, akikosa kuleta uradi hana raha. Ni adhabu tosha hiyo. Kwa nini majumba yetu zamani walikuwa hakukosekani kusomwa nyiradi, hakukosekani kuswaliwa mtumi, hakukosekani kusomwa hizbu? Yo mahizbu yako majumbani?
Hii ni adhabu. Lakini sisi hatuoni kwamba hii ni adhabu. Adhabu mpaka muone mtu na kiwete ndio useme Mungu amempa kichapo. Lakini kichapo kikubwa ni Mungu kukosesha ladha katika taa yake. Hii ndio kichapo kibaya sana. Kwa sababu ile ladha ni kutaladha na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wewe huoni ladha na Mola wako? Tasbihi moja itajayo wahisi nini katika moyo wako? Aya unayoisoma waambiwa hivi, si muhimu kuwa mswahafu mzima uko ndani ya moyo wako, lakini ni muhimu kuwe kuna aya moja yatembea katika matendo yako. Hii ndio muhimu. Mswahafu mzima uko ndani ya moyo. Itakuwa kama ule shekhe alozungumza, si kiswa cha maneno. Shekhe yuwazungumza asema, mimi nimehifadhi Qur'ani. Si mimi Izudini, huyo shekhe, msije mkatukua ni mimi. Yani huyo shekhe asema yeye amehifadhi Qur'ani. Kwa hiyo yeye aweza kusimama juu ya mswahafu na hakuna madhambi, kwa sababu yeye amehifadhi, ni yeye ni mswahafu na ule. Sasa huku kweli huyu ni shekhe? Na yuwasema mbele ya watu, asema mimi leo ungesimama kwenye Qur'ani watu wataona ni kufuru, lakini ni mswahafu uko juu ya yani yeye ni mswahafu uko juu. Sasa ina maana yeye akilala na mke wake lazima yeye awe kwa yule mke wake. Mke wake akiwayuta kwa mke uko yule mswahafu, si ndio? Shati kubali namna hiyo. Hoyo hafai kubeba kitu, kimbebesha begi itakuwa begi limekaa yule mswahafu. Watu wengine hata akili kutumia. Sasa kweli faida ya kuwa mswahafu kwa mwenye moyo wake ni nini? Si muhimu mswahafu uwe ndani ya moyo, ni jambo zuri, lakini ni muhimu kuwe kuna aya moja tu yatembea na matendo yako. Hii muhimu zaidi kuliko uwe na mswahafu mzima wala huna faida yoyote. Yani ukaambiwa huyu amehifadhi Qur'ani na vitendo alivyofanya viko tofauti, na huyu haijui Qur'ani lakini ameijua aya moja tu. Faida iko kwa nani zaidi? Sahaba alikuja mbadui, tukisema mbadui yani kama kuambia mkulima, mtu wa mashamba, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam husoma idha zulzilatil ardu zilzalaha. Yule bwana alipiga sauti moja tu, Allah, akaanguka. Mtume asema faquha rajul, jamaa shafahamu dini yake. Aisikia tu idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, wakati ardhi ikitoa ule uzito wake. Wa qala al-insanu ma laha, mwanadamu akiona mambo namna hiyo atasema jamaa kunani leo? Wa qala al-insanu ma laha yawma idhin yawma idhin yuhaddithu akhbaraha. Sasa hapa aliposikia kwamba ardhi itakuja elezea, yani itaelezea yote yale mimi nikifanya. Mungu asema yauma idhin yuhaddi, alipiga ukelele kujua makosa alomfanyia Mola wake. Huyo hajawahi kusikiza Qur'ani, huyo hajawahi kusikiza darasa lolote, lakini aliposikia ihtazza qalbu, moyo wake ulipasuka. Kusikia yauma idhin tuhaddithu akhbaraha. Kwa nini? Bi anna rabbaka uhalaha, Mwenyezi Mungu ashaipa ruhusa ardhi. Yani mimi ardhi kila sehemu nipitayo itakuja nielezee kwamba wewe ulipita sehemu fulani ukafanya mambo fulani, wewe ulisimama sehemu fulani ukayazungumza mambo fulani, wewe ulikwenda sehemu fulani ukanwa kenaji fulani. Hii ni hali mtu kuweza kuona raha kisha baada ya hapa kwa kusikiza siku moja tu, hakukaa madarasa mingi. Mtume aseme faquha rajul, jamaa ashaelewa dini yake. Kwa hiyo lengo si kuwa umehifadhi zingapi, umeathirika na zingapi. Kwa hiyo ukimuona mtu haheshimu wazazi, hajaifahamu dini yake, hajafahamu umuhimu wa wazazi, hajafahamu ubaya wa kuwakosea wazazi, mazingira alonayo si mazingira ya kuheshimu wazazi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema
huyu Mwenyezi Mungu anayekosea wazazi humfanyia haraka adhabu kabla siku ya Kiyama. Na katika riwaya nyingine asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatahuma, milango miwili au dhambi mbili adhabu zake huwetwa haraka duniani kabla ya akhira. Albaghi waluquq. Albaghi, uharibifu. Kimwona mtu mharibifu, uvundifu, sababisha watu kugombana. Kibri pia hutumika albaghi, kibri, mtu kuwa na kibri. Waluquq, na kuwakosea wazazi. Hizi adhabu zake huja duniani, Mungu hukuadhibu duniani kabla ya akhira. Mbaya sana, hatari sana. Na kuna watu wengine sengine kwa kutojua tukio lilivyo, huenda akakosea wazazi, wakati akitaka kutadaraki yako wapi, yeye akamkosea mzazi wake. Wakati ataka kutadaraki kwamba kuikava ile nafasi kuisha. Nakumbuka kisa kimoja cha kusikitisha sana sana sana. Kuna mtoto alilewa na mamake, babake alifariki, akawa mtoto yatima. Huyu mtoto alipofika kwenye miaka sasa, mama alikimlelea kwa dharubu. Yani mama alikipika viazi kama tuonavyo mama wengine, alikipika mahamri, wakipika machapati kwa ajili ya kuwasimamia watoto. Huyu mtoto yani akakuwa makuzi mazito sana, lakini Mwenyezi Mungu alimpa mtihani huyu mtoto kuwa mamake jito moja haoni. Huyu mtoto alipofika kwenye klasi sasa class 5, yule mama kila siku saa 4 humpelekea chakula cha break, au sio? Si ndio? Mimi sikusoma skuli, break pale kuna chakula, si ndio? Zamani nakumbuka tukaenda kutukua maziwa ya Moi. Kulikuwa kuna maziwa ya Moi. Hata kama tusomi skuli, henda ukapewa na wewe. Baraka ilikuweko, kulikuwa na kidheri pia, ndio? Kulikuwa na kidheri, maziwa ya Moi na kidheri. Sasa huyu mtoto ikawa hapendi kumuona yule mamake yuaja skuli, kwa sababu yule mamake mandhari yake si mazuri, jito moja hana, na vile wenzake akija muuliza yule nani, sasa yeye huona haya kusema yule mamangu. Astaghfirullah. Yani mtu yafika hadi kuona haya. Sengine mtu aweza kuwa uko maskani na wewe mheshimiwa, au ndo atakupigania uheshimiwa, aje babako akupake vizuri, akiondoka sema wazee wengine nao kwa kutafuta bangi zao na mbabako. Nani babako? Yani wewe waona haya kukubali kwamba mzee wako amekwambia la kukwambia sawa, wewe ni sawa sawa, si sawa, lakini mzee wako sema wallahi watu bwana wakizoea bangi, mzee mpaka sasa atakuziacha bangi yule. Mimi nikimwambia ona natija yake yule mzee, nikikaa naye namwambia eleza vizuri, mwisho ndo anakuja haya. Tahadharini kuwakataza wazee kuvuta bangi. Ameshamsingizia mzee wa babake. Sasa ile hali ikaendelea, lakini ule mtoto hana kauli. Sasa amefika kama chumba cha 8 namna hii, jua tena amefika ni wakati apenda kuonekana ana mavazi mazuri, ana staili nzuri, na mama yuwajisumbua. Sasa wale watu haiwezekani, hebu tuletee mamako tumuone. Wewe wasema yule si mamako, mbona kila siku akija yuwakana wewe, akikushikashika, akikupapasa, akulisha? Na mimi naambia bwana yule si mamangu. Sasa yule mtoto aliporudi nyumbani akamwambia mamake, mama mimi sipendi uje skuli bwana. Kwa nini upende? Mimi sitaki tu uje. Watu wote hakuna mama yao yuaja bwana, wewe peke yako usije. Yule mtoto kwa sikitiko la mama na mapenzi yake na kumwombea Mungu, ikabidi Mungu ampe taufiki apasi vizuri, akapata nafasi ya kwenda kusoma nje. Mama akamwambia, mwanangu,
wewe enda nje na mimi mtoto wangu ni wewe peke yako, usinisahau, angalau nijulishe vipi waendelea. Sawa mama. Lakini yule mtoto kwake kawa ni faraja. Sasa ngaa ataepukana na dhiki ya yule mama. Yeye uona ni dhiki kwa sababu kwa nini ana mama jito moja haoni, waona haya kwa wenzake. Kwa bahati yule mtoto akaenda akasoma, kwa yule mama kila akimtumia barua yule mtoto hajibu, yule mama kila akimtumia barua yule mtoto hajibu. Akikaa miezi 3 4 anaendelea vizuri, mpaka yule mtoto akamaliza, akapata asoma uzuri, akapata kazi mji kama ule alomaliza kusoma, akaoa. Yule mama siku hiyo akasema, hii barua niloletewa ni ya uzunguni, ina address mpaka namba ya nani ya nyumba, wache mimi nikamtembelee mtoto wangu. Akatoka siku hiyo, ameshakuwa mtu mzima, akasa marafiki zake wakamdhamini, wakamtuma safari, akaenda safari. Alipofika akatukua mwenye teksi kumpeleka mpaka kwenye hiyo nyumba, kapata jamaa ajua lugha ya kwao, peleka akakigonga. Baada ya miaka karibia 7 hivi, yule ameoa na watoto takriban 3. Kugonga mlango, wakaja watoto 2. Kuja nani, yule mama akafungua ile uso, wale wakimuona mama ana jito moja hana, wakapiga makelele, jini. Yule mama akasikitika sana. Baba akatoka mbio, kwa akija akamuona ni yule mama. Basi yule baba amwambia, mama, mimi nilikukimbia wewe, hukunipa nafasi na mimi umekuja kunifuatia mpaka umenitishia watoto wangu, umeona watoto sasa wamebabaika. Akatia mkono mfukoni, akatoa kama paundi 20 50. Mama kahesabu, hizi tukua urudi zako utokako. Mama ikampa shock kubwa sana kitendo kama kile. Yaani mtoto wangu mimi nimetoka huko ntokako. Sasa ile shock wajua kama kumpa attack, moyo kawa tena hauna nguvu. Yule mama kawa hawezi tena kujisikizia. Yule mwenye taxi akaona ile tukio, maana yake yule alimwambia nisubiri mwanzo nijue ndipo sipo. Yule baba akafunga mlango kwa nguvu, akamwona yule mama ameanguka, akamtukua nini. Yule mama hawezi kuzungumza, akaenda naye mpaka hospitali. Yule mama angaliwa, lakini hali imezidi kuwa mbaya. Akamuita daktari, akamwambia, daktari, nitaka uniandikie barua kwa hisani yako, kuna mtoto wangu nitaka umpelekee hii barua, lakini usipeleke, maana mimi naona sina tena uhai. Usipeleke mpaka baada mimi kunizika, na nakuomba wewe ndio unizike, kisha hii barua umpelekee. Mama aanze kuandika ile barua. Kwa mtoto wangu mpenzi, samahani, najua nimekuudhi sana, lakini si makusudio yangu wala si matakwa yangu mimi kuwa na hali kama hii, kuwa na jito moja. Lakini mwanangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Wakati wewe ulipokuwa mdogo, una miaka 2, ulikwenda kuteza na wenzako, ukaanguka ukaumia jito likapotea, wenzako wakawa wakukimbia, hakuna atakaye kukaa na wewe. Mimi kwa mahaba yangu nikatoa jito langu nikakupa wewe, nikakubali mimi niwe na sura mbaya, lakini wewe mwanangu upate kuishi na hali mzuri, upendeze kwa jamii. Sikufanya haya ila nikukutakia furaha mtoto wangu. Lakini nasikitika kuona leo mimi ndio imekuwa kitu ambacho kwamba natishia kwenye maangalizi yako. Ni kuombalo na kutakia kila jema, kila furaha, kila zuri katika maisha yako. Ni mimi mamako mpenzi fulani. Wassalam. Funga barua, mama, inna lillahi inna ilayhi raji'un. Mtoto barua mama akaenda akazikwa. Mtoto akapigiwa simu na daktari. Yule daktari amwambia, bwana wewe ndio fulani, wamjua fulani, nani yako? Mimi ni mamangu.
wewe uko mji huu na yule mamako, kwa nini yule mamako ametaka mimi nimsimamie mazishi na nini? Akamwambia sijui, hatuna lolote mimi na yeye. Akampa ile barua. Mtoto akifungua barua akiisoma, ya wapi? Kumbe mimi hili jito la mama alolikosa, mama amesacrifice jito lake kwa ajili ya kunipa mimi. Leo mimi namuona mamangu sura mbaya kwa jito lake yeye alonipa mimi. Ya wapi sasa? Nataka kutadaraki sasa kuweza kumfanyia hili na lile. Yuwapi? Ashakufa. Nani alosababisha kifo chake? Ni wewe. Kweli wewe utakwenda kumkabili vipi Mola wako? Na angalia mzazi alivyokuwa mzazi, yule yote yeye iwafa na kutamania maisha mazuri na mafanikio katika dunia, lakini ni ya uzazi. Kweli Mungu atakupa wewe maisha mazuri tena? Hatari, hatari. Usijione wewe uko kwenye maisha fulani ukaanza sasa kudharau mzazi wako, ikawa pia mzazi akikupigia simu, samahani kidogo niko busy. Kuna busy zaidi ya mamako? Achana naye huyo alokufanya wewe uwe busy. Mama, haya ni tunayazungumza maisha. Maisha ni kuzungumza na mamako, maisha ni kuzungumza na wazazi wako. Jambo lolote ambalo kwamba sila wazazi wako na huku kuna wazazi wako, tanguliza wazazi. Wallahi haya ndio maisha, huku ndio kufaulu kwako. Lakini wewe ukitatangulia bwana kuna dili muhimu sana. Hakuna dili muhimu kama kuwaridhisha wazazi wako. Wakati umekwisha, lakini insha Allahu taala kesho tutaimalizia hii mada, Mungu akipenda. Tuangalie uovu na mabaya aloahidiwa mwenye kuwakosea wazazi wake wawili. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Jalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna suala, bismillah.